Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Tunaendelea ayuha al-ahibba na malzama yetu juu ya wajibu wa kufuata al-manhaj as-salaf. لماذا يتبع السلفيون فهم السلف الصالح؟ kwa nini masalafi wanafuata ufahamu wema waliotangulia? kwa nini hawa wanaojiita masalafi wanafuata wema waliotangulia? يتبع السلفيون فهم السلف الصالح wanafuata masalafi wema waliotangulia au fahamu wema waliotangulia na mafundisho yao na maelekezo yao katika dini fi fahamu al-Qur'an wa sunnah, katika kuifahamu Qur'an na sunna, wa ta'limatihim wa irshadatihim, na mafundisho yao na miongozo yao fi jamii umuri ad-din, katika mambo yote ya dini, bi asbabin kathira, kwa sababu nyingi. Miongoni mwa hizo sababu, asbabu al-awwal anna as-sahabata radiyallahu anhum akhadhu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kull shay. Sisi tunafuata mafundisho na maelekezo ya wema waliotangulia, masahaba wa mtume na wale waliowafuata kwa wema, kwa sababu masahabu walichukua kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kila kitu. Wao wenyewe masahaba, kama anavyosema Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, anasema tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ametuacha mtume sallallahu alayhi wasallama pindi alipofariki, wa madhairu yatiru bijanahihi, hakuna ndege ambaye anaruka kwa mbawa zake, illa indana minhu ilmun, isipokuwa sisi tuna ilmu na hiyo ndege. Kwa hiyo mtume hakufa, isipokuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wamechukua kila kitu kutoka kwake. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa hiyo kwa kuwa wao wamechukua kila kitu kwake, na sisi tunachukua hicho walichokichukua kwa mtume, tunakichukua kwao, na hiyo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu thani, sababu ya pili, anna ad-din lam yudha fi uquli ar-rijal wa ara'ihim, dini haijawekwa katika akili za watu na rai zao. Allah subhanahu wa ta'ala hajasema kwamba sisi tutengeneze mambo katika akili zetu au tutengeneze mambo katika nini tuyafanye hayo mambo kuwa ni dini. La, abadan. Dini haichukuliwi katika akili za watu, na wala sio ile mitazamo ya watu. Inma huwa wahyu min Allah, dini ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wahi ambao amekuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam, wakauchukua masahaba kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lafzi na kwa ufahamu, itikadi na manhaji. Yote haya masahaba wamechukua kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, si mambo kwamba wamechukua katika rai zao. Anasema al-Hafidh as-Suyuti rahimahullah, qala Ibn Taymiyyah, anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, yajibu an yu'lama
ni lazima ifahamike anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bayyana li ashabihi maani al-Qur'an kama bayyana lahum alfadhahu, kama mtume sallallahu alayhi wasallam ifahamike kuwa amewafahamisha maswahaba maana za Qur'ani kama alivyowafahamisha matamshi yake. Ina maana maswahaba wamesoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallama maana za Qur'ani na wamesoma yale matamshi yake, kwa maana akhadhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qira'at al-Qur'an wa maani al-Qur'an, wamesoma kwa mtume namna ya kusoma Qur'ani na zile maana za Qur'ani. Kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, kwamba wewe mtume sallallahu alayhi wasallam umeletwa ili upate kubainisha Qur'ani, ili uwabainishie watu yale yaliyoteremshwa kwao. Yatanawalu hadha wa hadha, kwamba hii inakusanya, yani kwamba mtume aliwasomesha namna ya kusoma Qur'ani na aliwasomesha maana za nini za Qur'ani. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، amesema Abdurrahman as-Sulami, Abu Abdurrahman as-Sulami Allah mrehemu, حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، wametuhadithia wale ambao walikuwa wakisoma Qur'an na kuifundisha, walikuwa wanaisomesha katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akina Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, akina Ubay ibn Ka'b na wengineo. annahum kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 10 ayat, kwamba wao walipokuwa wakisoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aya 10 lam yatajawazuha, walikuwa hizo aya 10 hawazivuki, hatta ya'lamu ma fiha min al-ilmi wal-amal, mpaka wajue katika hizo aya 10 yaliyomo ndani yake katika ilmu na amali. Na wao masahaba walikuwa wakisema kwamba ta'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'a, tumesoma sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama Qur'ani na elimu vyote tumesoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na matendo vyote tumesoma kwa Mtume. Kwa hakuna kitu isipokuwa tu wamekisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amali walioifanya ilitoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno waliyosema wameyatoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii inakuwa inatupa kwamba sisi ni wajibu kuwafuata wao masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Sababu thalith, sababu ya tatu juu ya wajibu kwa nini sisi masalafi tunawafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anna ad-din kamilun la yahtaju ila ziyadatin wala nuqsan, dini imekamilika, haihitaji ziada wala mapungufu. Hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haihitaji ziada na wala haihitaji mapungufu, ishakamilika. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wameipokea kwa Mtume alayhi salatu wasalam ikiwa kamili, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni juu yenu neema yangu na nimekuridhieni kama huu Uislamu ni dini. Kwa maana ule Uislamu waliokuwa nao wao masahaba ndio uliokamilishwa na Allah, ambao aliukamilisha Allah. Sasa wao utakapokuwa umeleta ziada, utakuwa umeleta ziada juu ya ile ziada ya Uislamu wa nani? Wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Imam Ibn al-Majishuni rahimahullah, ni mwanafunzi wa Imam Malik, anasema sami'tu Malikan yaqul, nimemsikia Imam Malik anasema, Imam Mudad al-Hijra, man ibtada'a fil islami bid'atan hasana bid'atan yaraha hasana, mwenye kuzusha katika Uislamu uzushi ambao anauona kuwa ni mzuri, akazusha katika Uislamu jambo anaona kwamba watu wamwabudu Allah kupitia jambo hilo, akaona ni uzuri watu wamwabudu Allah kupitia jambo hilo, zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kad khana al-risala, huyu atakuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana
hajafikisha yale ambayo Allah amemtuma kwayo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilishieni dini yenu. Kwa dini kamili, fama lam yakun yawma idhin dina, yale ambayo zama za mtume na masahaba wake hayakuwa ni dini, fala yakunu al-yawma dina, haiwezekani kwa sasa yakawa ni dini. Yale ambayo yalikuwa ni dini zama za mtume ndio dini hata sasa, na yale ambayo yalikuwa zama za mtume sio dini hata sasa hivi sio nini, sio dini. Fama lam yakun yawma idhin dina, yale ambayo zama za mtume na masahaba wake hayakuwa ni dini, fala yakunu al-yawma dina, leo hii hayawezi mambo hayo kuwa ni dini. Kisha Sheikh akawa ametaja majina ya masalafi, asma'u salafiyin. Masalafi wana majina, na hayo majina yanajulisha katika sifa zao. Mvua inanyesha, tunasikilizana? Tastami'una ya ikhwata? Naam. Masalafi wana majina yao, au unaweza kusema kwamba wana sifa zao, au wana majina yao ambayo yanajulisha katika sifa zao. Almanhaj as-salafi lahu asma'u ukhra, manhaj ya salafi na majina mengine ambayo yanajulisha juu ya sifa zao, juu ya sifa za masalafi na manhaji yao na vitendo vyao ambao wanavifanya. Na baadhi ya majina yanaweza kuja hali ya kuwa yanakabiliana na majina ya watu wa bid'a. Yani likaja jina la salafi, kinyume chake ni jina la nini? La bid'a. Kwa mfano, walipokuja watu wakagoma kufuata salafu salih, walipokuja watu wakagoma kufuata salafu salih na wakawatuhumu salafu salih kama ni wajinga, ittahamuhum biljahl wa adam alhikma, wakawatuhumu salafu salih kama ni wajinga, kama hawana hikma. Wale watu waitwa al-khalafiyya, wakaitwa nani? Al-khalafiyya. Hii al-khalafiyya ina itlaqati mbili. Itlaqati ya kwanza katika maana zake ni kinyume cha salaf. Ukisema ana salafiyun, kwa maana unafuata salaf. Huyu akisema huwa khalafi, kwa maana yeye hawapati nani? Hawapati salaf. Yeye wanafuata watu wengine, watu wa bid'a kama Jahmiya, kama falasifa al-kalamiyya, watu wa falsafa. Kwa hiyo hilo utalijua katika siyaq ya maneno na mtiririko wake. Hiyo utaijua katika siyaq ya maneno na mtiririko wake. Lakini inakuja salaf katika itlaqat zake kwa maana nzuri. Unasema hadha al-ilmu akhadhahu al-khalaf 'ani salaf, hii ilmu wanaichukua waliokuja baadaye kuichukua kwa wale waliofanyaje, waliotangulia. Hii maana ni nini? Ni nzuri. Warithna hadha almanhaj khalafan 'ani salaf, ni maana nzuri au ni maana baya? Ni maana nzuri. Hii ilmu ya manhaj sisi tumeirithi, wale waliokuja baadaye wakaichukua kwa wale ambao waliotangulia. Hii ni maana nini? Nzuri. Amekuja inaweza ikaja kwa maana ambayo ni mbaya kwa wale ambao rumu bil bid'ah, ambao wao wameitwa kama ni ahlul bid'ah. Inaweza ikaja kwa maana kama hiyo. Tumeelewana vizuri mashaka wangu? Ayuha alkiram, tumeelewana? Kwa hiyo wale waliosema sisi hatuwataki salaf, tunawataka khalaf, na wakawasema vibaya salaf kama ni wajinga na hawana hikma, wakaitwa ni al-khalafiyya. Sawa? Kwa maana ni watu wa bid'ah, kwa sababu hiyo wakaitwa ni khalafiyya. Wasummiya ahlul haqq bisalafiyya, na watu wa haki wakaitwa ni masalafi, salafiyya.
litamasukihim limanhaji salaf as-salih, kwa sababu ya kushikamana kwao na manhaji wao waliotangulia, wasaili ala fahamihim wa ta'limatihim, na kupita katika ufahamu wao na mafundisho yao. Kwa mtu akisema mimi ni salaf, yeye anapita kwenye mafundisho ya nani? Ya wao waliotangulia, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ولما ترك بعض الناس التمسك بالكتاب والسنة فسموا أهل البدعة. watu baadhi walipoacha kushikamana na Qur'ani na Sunna wakaitwa kama ni watu wa bid'a wal furqa, na ni wenye kuachana na kitabu na Sunna, na ni wenye kuachana na ahli sunna wal jamaa. sumu ahli al-haqq bi ahli sunna wal jamaa, watu wa haki wakaitwa nani? Ahli sunna wal jamaa. Walioacha kitabu na Sunna wakaitwa nani? ahli al-bid'a na ahli al-furqa. Sisi tumeelewana vizuri. Walioshikamana na Sunna na wakashikamana na jamaatul muslimin, wao wakaitwa nani? Ni ahli sunna wal jamaa, kwa sababu wao wameshikamana na Sunna na wameshikamana na jamaatul muslimin. Na wale ambao wameleta bid'a wakaitwa ni ahli bid'a, kwa sababu wao wameleta bid'a. Ukileta bid'a unaachana na haki, na unaachana na ile jamaa iliyoshikamana na nini? Na haki. Wakaitwa ni ahli bid'a wal furqa. Kwa hiyo masalafi wana majina mengine, nayo ni ahlu sunna, ahlu alhadith, ahlu alathar, alfirqatu an-najiyah, at-taifatu al-mansura, al-ghuraba. Yote haya ni majina yao. Ahlu alathar, haya yote ni majina ya nani? Ya ahlu sunna, ahlu alhaq, ni as-salafiyun. Ni majina yao yote haya ambao yanajulisha katika sifa zao, na mengine yamekuja kukabiliana na majina ya nini? Ya watu wa bid'a. Watu wa bid'a wakiitwa hivi, ahlul haki wanaitwa vingine kinyume chake. Wameitwa ahlus sunna wal jamaa kwa sababu ya kushikamana na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kule kuwa kushikamana kwao na haki, na kushikamana na manhaj ya salaf as-salih na mafundisho yao. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ahlus sunna wal jamaa humul mutamassikuna bi kitabillah. Ahlus sunna jamaa ni wale ambao wanashikamana na kitabu cha Allah na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa mattafaqa alayhi sabiquna alawwalun, na wanashikamana na yale ambao wamekubaliana kwayo wema waliotangulia, min almuhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar, walladhina tabauhum bi ihsan, na wale ambao wamewafuata kwa wema. Na wale ambao wamewafuata kwa nini? Kwa wema. Hao ndo nani? Hao ndo ahlu sunna, na ndio nani? Ndo as-salafiyun, ndo masalafi. Amezungumza katika Majmu'ul Fatawa mjalladi wa 3 ukurasa 375, na amesema pia rahimahullahu ta'ala kwenye Minhajus Sunna mjalladi wa 2 ukurasa 161, anasema wa madhhabu ahli sunna wal jamaa, na madhhabu ya ahli sunna wal jamaa madhhabun qadimun ma'ruf, ni madhhabu ya zamani kabisa yanojulikana, sio madhhabu mapya. Madhhabu haya sio madhhabu nini? Sio madhhabu mapya, sio madhhabu ya salafia jadida. Tutakwenda kubainisha mbele huko inshallah. Ni madhhabu ya zamani, kabla an yakhluqa Allahu Abu Hanifa, kabla Allah jamuumba Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i na Ahmad. Wote hawa Abu Hanifa na Malik na Shafi'i na Ahmad, wote hawa wote wanafuata manhaji as-salafi. Wote hawa Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad, wote maimamu hawa wanne hawa wote wanafuata manhaji as-salafi, na manhaji ipo kabla ya wao kuumbwa. Fa innahu madhhabu as-sahaba alladhina talaqawhu an nabiyihim, haya ni madhhabu ya sahaba ambao wameyapokea kwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalafa dhalika kana mubtadi'an inda ahli sunnati wal jamaa, mwenye kuhalifu haya madhhab atakuwa ni mtu wa bid'a kwa watu wa ahli sunna wal jamaa. Usipokuwa salafi wewe ni mtu wa nani? Wewe ni mtu wa bid'a. Wewe kama sio salafi ukawa tablighi, ukawa sufi, hizbu tahdidi, ikhwanu muslimin, ukawa sufi kwa njia zake zote,
wakawa sufia katika njia zake zote, qadiria, shadhiria, nakshabandia, vyovyote vile utakavyokuwa, tijania, wewe unazingatiwa kama wewe ni mtu wa nini? Wewe ni mtu wa bid'a madamu hujafuata manhaji as-salafi. Na anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake al-Istiqama, anasema wal bid'atu makhlunatun bil furqa, na bid'a ikitajwa huwa inafatanishwa na furqa, kama anna sunna makhlunatun bil jamaa, kama ambavyo sunna ikitajwa inafatanishwa na nini? Na jamaa. Bid'a inafatanishwa na furqa kwa sababu bid'a inatenga, bid'a inawatenganisha watu, sunna inawaunganisha nini? Watu. Fayuqalu ahlu sunna wal jamaa kama yuqalu ahlu bid'a wal furqa. Wanasema kwamba ahlu sunna wal jamaa, watu wa sunna na jamaa, na ahlu bid'a watu wa bid'a na nini? Na kutengana. Tumefahamiana vizuri mashaka wangu? Mfano wake watu wa maulidi, kwa mfano maulidi, kusherehekea maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kulikuwepo zama za Mtume, kulikuwepo zama za Siddiqul Umma Abu Bakar, kulikuwepo zama za masahaba wote, kulikuwepo zama za tabi'in, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, zilikuwepo maulidi, kusherehekea maulidi. Baadaye walipokuja wale mashia akina Abu Ubaidah al-Qaddah, wakazusha maulidi, kisha ikafa, kisha baadaye ikazuka tena. Pale ndipo ambapo watu walitofautiana. Sasa hapo watu wakatofautiana, hawa maulidi ipo, hawa maulidi haipo, hawa maulidi ipo, hawa maulidi haipo. Waislamu wakafanyaje? Wakagawanyika mara mbili, maulidi ikawagawa Waislamu. Kwa ili watu wawe wamoja ni kufanya nini? Ni kuachana nayo maulidi. Ili watu wawe wamoja ni kuachana na maulidi, kwa sababu maulidi haikuwepo zama za Mtume. Ni kuachana na kila ambacho hakikuwepo zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si ndio maana yake ya mashaka wangu? Naam, kama vile tumesoma katika maneno ya Ibn Rajab al-Hanbali na maneno ya nani al-Imam al-Ajuri ash-Shafi'i kwenye kitabu Sharia, alivyoelezea Imam al-Ajuri katika kitabu Sharia kwamba tufanye yale waliyofanya wao, yale ambao hawajayafanya la. Kwa nini? Kwa sababu baada yao yamezuka mambo mengi. Kwa tukitosheka ni yale waliyofanya wao, tutakuwa tumefanyaje mashaka wangu? Tutakuwa tumesalimika na uzushi, tutakuwa tumesalimika na shari. Darasa inaeleweka vizuri mashaka wangu? Naam. Anasema al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullah kuhusiana na kutaja kwamba masalafi miongoni mwa majina yao wanaitwa nani? Wanaitwa ahlu sunnati wal jamaa. Anasema idha balaghaka ar-rajuli bil mashriq, itakapokuwa imekufikia habari au taarifa yoyote au uwepo wa mtu kwamba yuko maeneo ya mashariki, yani katika zile pande za dunia nne, kwamba mtu fulani anapatikana katika miji ya mashariki, sawa, wa akhar bil maghribi, na ukapata taarifa kwamba maeneo pande za magharibi huku kuna mtu ni magharibi, ni mtu wa sunna. Ukipata taarifa kwamba huko maeneo mashariki kuna mtu wa sunna, au ukapata taarifa kwamba huko mashariki kuna mtu wa sunna, azim fab'ath ilayhima bisalam wad'u lahumma, wapelekee salam, watumie salam, wafikie salam kutoka kwangu, watumie salam. Lakini si hivyo tu, waombe dua, waombe dua. Kwa nini? Ma aqalla ahla sunnati wal jamaa, uchache ulioje wa ahli sunna wal jamaa, ni wachache. Kwa hiyo kimuona mtu wa sunna mwenzako, mpatie salam, muombe dua, umpe bishara njema, kwa sababu ahli sunna wal jamaa ni nini? Ni wachache. Ahlul haq wengi ni ahlul batil. Kwa hiyo hapa Sufyan ath-Thawri rahimahullah
akatuthibitishia hili jina kwamba ahlul haqqi masalafi pia wanaitwa ahlu madha, ahlu sunna. Lakini pia miongoni mwa majina yao wanaitwa yani ahlul hadith, wanaitwa ahlul hadith. Kwa nini wameitwa ahlul hadith? Wameitwa ahlul hadith kwa sababu ya kushikamana na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadith al-muqtasidina ala sama'ihi au kitabatihi. Na sisi hatuimanishi tukisema kwamba ahlul hadithi hatuimanishi wale ambao wanafupilizika katika kuzitaja hizo hadithi, kuzisikiliza hizo hadithi au kuziandika au kuzipokea. Hapana, hatukusudii hayo peke yake. Tukisema ahlul hadith hatukusudii kwamba ni wale wanaozisikiliza au kuziandika au kuzipokea, bali naani bihim, bali maksudio yetu tunakusudia kulla man kana ahaqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi, kila ambaye ana haki ya kuzihifadhi na kuzijua, wa fahmihi dhahiran wa batina, na kuzifahamu hizo hadithi kwa dhahir na kwa batin, kuzifahamu kwa dhahir na kwa undani, watibaihi batinan wa dhahira, na yule ambaye hajazihifadhi lakini anafuata muktadha wake kwa dhahir na kwa batin. Akiambiwa kwamba hii ni katika hadithi ya Mtume anafuata, hii ni katika sunna ya Mtume anafuata. Wakadhalika ahlul Qur'an, na vile vile tukisema ahlul Qur'an, mradi wake sio yule ambaye anaisikiliza Qur'an au yule ambaye anaisoma Qur'an na kuihifadhi. Tunakusudia pia hata yule ambaye anaifanyia kazi nini? Anaifanyia kazi Qur'an. Tena huyo ndio bora, anaifanyia kazi Qur'an. Haya ni katika Majmuu al-Fatawa juzu ya 4 ukurasa wa 60. Anasema al-Imam al-Lalakai rahimahullah, al-Imam al-Lalakai katika maimamu wa Shafi'i, thumma kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yunsab, kisha kila mwenye kuitakidi madhehebu fulani, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yunsab, maneno yake atayegemeza kwa yule ambaye amezusha hayo madhehebu aliyeanzisha. Ukimkuta ikhwanul muslimin akizungumza maneno, atazungumza maneno, atamtaja Sayyid Qutb, atamtaja Abdul A'la al-Mawdudi, atamtaja Hasan al-Banna, atamtaja Muhammad Qutb, atamtaja Muhammad Sururi Zain al-Abidina, atawataja watu wa sampuli kama hiyo, hao ambao ni magwiji, akina al-Ghazali, magwiji wa ikhwanul muslimin, ambao ndio sababu ya shari katika huu umma wa sasa. Hizi damu hizi ambazo zinamwagwa na al-Shabab, damu ambazo zinamwagwa na al-Qaida na Daesh na Boko Haram na vikundi mbalimbali ambavyo vinamwaga damu, hizi misingi yake wamechukua kwa Sayyid Qutb, wamechukua kwa Hasan al-Banna, wamechukua kwa nani? Kwa Muhammad Qutb, kwa Abdul A'la al-Mawdudi, kwa Muhammad Sururi. Yote hivyo vimechukuliwa huko na wengineo ambao wamefuata nini? Wamefuata nyenendo zao. Hawa ndio waasisi, hawa ndio nini? Ndio asisi. Kwa hiyo utakuta mtu akizungumza, kama anatoa mawaidha au anasema chochote au anatoa dalili, atatolia dalili watu kama hao, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yunsab, maneno yake yatanasibisha na watu kama hao. Wa ila ra'yihi yastanid, na kwa rai ya yule mwanzilishi wa lile kundi atakuwa ni mwenye kujinasibisha. Illa ashab al-hadith, isipokuwa ashab al-hadith masalafi. Illa ashab al-hadith, isipokuwa masalafi ashab al-hadith. Fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika nisba ya maneno yao na mwenye maneno yao ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao wakizungumza wanasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakitoa mawaidha wanasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hawawezi kusema watu wengine ambao yani
hawapo katika msimamo uliokuwa sahihi. Fahum ilayhi yantasibun, wao kwa mtume wanajinasibisha, wa ila ilmihi yastanidun, na kwa mtume wanajiegemeza, wa bihi yastajidun, unafuatilia, na kwake yeye mtume wanamfanya kuwa ni dalili na kuwa ni ushahidi wa dini yao. Wa ilayhi yafza'un, na kwa mtume wanakimbilia, inapowapata jambo lolote wanakimbilia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa biraihi yaqtadun, na kwa rai ya mtume wanafuata. Wa bidhalik yaftakhirun, na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na msimamo wake na mwenendo wake na mwongozo wake wanajifahari na kutembea kifua mbele. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, na kwa maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake na maadui wa sunna zake, kwa sababu wao wako karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapambana naye, yani wanapambana na huyu adui wa mtume na adui wa sunna zake. Faman yuwazihim fi sharafi dhikri, nani ambaye anaweza kalingana nao katika uzuri wa utajo? Nani ambaye anaweza kawa na utajo kama huu? Nani yupo ambaye ana utajo mzuri kama huu? Yupo? Hakuna. Faman yuwazihim fi sharafi dhikri wa yubahihim fi sahati al-fakhr, na kajigamba katika viwanja vya fahari. Yani mtu akaja akajigamba, akija ikhwanu muslimina atasema mimi na Sayyid Qutb na Hasan al-Banna na nani na Muhammad Sururi na Muhammad Qutb na Abdul Aala al-Mawdud na wengineo katika maikhwani. Akija tablighi atasema anaye nani? Atasema anaye nani? Qulu Muhammad Ilyas Kandahalawi. Wakija wale watu wa tariqa, huyu ataanza kujifahari na tariqatul qadiriyya, huyu atajishaina tariqatul shaziliyya, huyu atijaniya, huyu kila mmoja anajifahari na yule mwanzilishi wa nini, wa ile tariqa. Akija hizbu tahdiri na bango lake atasemaje? Ataanza kujifahari na nani? Na Taqiyuddin an-Nabhani, Taqiyuddin an-Nabhani. Kila mmoja atajifahari na kujitangaza na yule aliyeanzisha madhehebu yake na kikundi chake. Wakija Mashia na wao watajifahari na nani? Na Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Pamoja kwamba wao ni waongo, wanajifanya kwamba wao wanawafuata Ahlul Bait, lakini si kweli. Wao wanaomfuata Myahudi. Mashia ni wafuasi wa Myahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Yamani, Myahudi aliyetoka Yemen, ndiye shekhe wao, mwanzilishi wa Ushia. Lakini mkija nyinyi masalafi mtajifahari na nani? Mtajifahari na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Mtajifahari na masahaba, mtajifahari na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu nyinyi mnawafuata masahaba wa Mtume wa kuelekezeni yale ambayo wameyachukua kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani sasa mtu akijifahari, nyinyi mtambwaga kabisa. Wakijifahari na hao, nyinyi mnajifahari na masahaba ambao ni wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye faman yuwasihim fi sharafi dhikri wa yubahihim fi sahati al-fakhri wa uluwi al-ism, nani ambaye atakuwa sawa nao katika jina lililokuwa zuri, katika utajo uliokuwa mzuri, wa fi sahati al-fakhri, na nani atakayejigamba katika katika nani, katika viwanja vya kujifahari, wa uluwi al-ism, na nani ambaye atajigamba katika ujuu wa jina, yani jina lenu, jina la usafi liko juu. Na ndio maana utakuta hata masufi ahyana wanasema hata sisi masalafi hamjaona masufi, na wao wanataka wajiite masalafi, wasema masalafi ni sisi, eti ni wao. Hapana, abadan, wao sio masalafi, wao ni masufi. Masalafi ni sisi ambao tunafuata Qur'an, tunafuata sunna, tunafuata mafundisho na maelekezo ya wema waliotangulia, as-salaf as-salih. Tumzike kwa dakika 2 au 3, kisha tuangalie jina jingine la ahlu al-athar. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV.
Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Ifahamu Manhaji Salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.